Pita, hamna shida. Sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Heri Hamisi Namata, ni mkazi wa Luchingu, lakini pia ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Luchingu. Tuko hapa kwenye eneo la mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari ya Luchingu, kama lilivyotoka tangazo siku ya jana kwamba wananchi wote wa kata Luchingu tuje tujitolee kuweza kufanikisha ujenzi huu wa sekondari uwe umefanikiwa kwa wakati, ili watoto wetu ifikapo mwakani mwezi Januari waweze kujiunga na masomo katika shule hii. Hivyo kama unavyoona zoezi linaendelea, wananchi nashukuru tumejitokeza kwa wingi kama ilivyo ada tangia siku ya kwanza, na hili zoezi ni endelevu la kujitolea. Tunaamini kwa nguvu hii ambayo wananchi wa kata Luchingu wameendelea kuionyesha, ujenzi wetu utakamilika kwa wakati, na hata hivyo tunawapa morali pia mafundi wetu ambao wamekuwa hapa wakifanya kazi za ujenzi kila siku. Tunawapa morali pale ambapo wanahitaji nguvu kutoka kwa wananchi. Sisi hatujabaki nyuma, tumekuwa watu wa kujitolea kila wakati, kuitikia wito wa serikali na wakata yetu, tunawatii viongozi wetu. Hivyo tunaamini ushirikiano huu na nguvu hizi ambazo tumewekeza wana Luchingu, kwa sababu tulikuwa tuna kiu sana kupata sekondari, na tunashukuru serikali yetu ya Rais Daktari Samia imetupa fedha kwa ajili ya ujenzi wa sekondari. Kwa hiyo hatuwezi kuiacha hii fursa ipite hivi hivi, na ndio maana tunapopambazuka tu panapohitajika nguvu yetu tunaielekeza hapa, mwenye kunyanyua mawe, mwenye kuchimba msingi, mwenye kujaza kifusi kwenye msingi. Hizo ndo kazi ambazo tumekuwa tukizifanya hapa siku zote kwa ajili ya kufanikisha ujenzi. Sawa, una wito gani sasa kwa wananchi ambao wanasikia tu hizi taarifa ama wanatazama hivi moja kwa moja kupitia Kizuri Digital ambao wapo katika kata ya Luchingu? Asante. Mimi wito wangu kwa wakazi wa Luchingu, lakini pia na wale ambao si wakazi wa Luchingu, hii miradi hasa ya miradi hii nufaika tunasema, kwa sababu hii sekondari hawatosoma tu wanafunzi wa kata ya Luchingu pekee yake. Wanafunzi watatoka Majengo, kuna watoto watatoka Nangwala, watasajiliwa kusoma kwenye hii kata ili kupunguza ule mlundikano wa watoto kujiunga kwenye shule zingine ambazo zilikuwa ziko awali. Sasa wito wangu kwa wakazi wa Luchingu, hasa kwanza tuone kuna kila sababu ya kujitolea ili kufanikisha ujenzi wa hii sekondari. Kwa maana ya kwamba leo hii mimi ama mzazi mwenzangu labda anaona kwa sababu yeye ameshamaliza uzazi, watoto wake wote wako shule, wengine wameshamaliza vyuo, kwamba hakuna tena mtoto wake ambaye anaweza kunufaika kuja kusoma hapa, akaona hakuna sababu yoyote ya yeye kuja kujitolea hapa. Hii shule ni ya kata. Anaweza akasoma mjukuu wake, anaweza akasoma mtoto wa ndugu yake, mtoto wa dada yake. Basi wananchi wote kiujumla, wazee kwa vijana na watoto, tukipata wasa asubuhi, hii ni sehemu tu ya mazoezi. Tunakuja hapa saa 12, tunapiga chepe 2-3, tunajaza kifusi, hatimaye tunaendelea kufanya shughuli zetu za kimsingi. Wito gani ambao unataka utoe kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Asante sana. Mimi kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa fedha ya ujenzi wa huu mradi, kwa sababu kwa muda mrefu shule zimekuwa zikituzunguka kwenye kata, lakini kata ya Luchingu ambayo ndio kata mama hapa mjini Newala ilikuwa haina ujenzi, hauna mradi wa ujenzi wa sekondari. Wito wangu kwa Mheshimiwa Rais ni kwamba aendelee kuwanufaisha wananchi na kuwagusa wananchi wa kila kata, kwa sababu sasa hivi Tanzania tumefikia almost wananchi karibia milioni 70 na kitu. Sasa population ni kubwa. Naomba aendelee kuwekeza nguvu zake kwenye ujenzi wa miradi hii ya sekondari, shule za msingi, vituo vya afya, ili wananchi wote tuweze kunufaika kwa wakati, kwa sababu kumtoa mwanafunzi hapa shule ya msingi Butiama kumpeleka Dr. Alexi ilikuwa ni umbali mrefu sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunamuomba awekeze juhudi zake kwenye ujenzi wa miradi hii ya kimkakati kabisa, ambayo ni ya kimsingi na endelevu, ambayo itagusa vizazi hadi vizazi, na yeye ili aendelee kuacha alama atakapomaliza muda wake. Shukrani sana. Asante sana.